kama ikiwapendeza tutafute njia nyingine ya kuadhibu mtu ambaye unamuona yuko tofauti na itikadi zako. Kwangu mimi nikisema nizungumzie upande wa wasanii, naona ni msanii ambaye ameadhibiwa kwa kosa la kujitafutia riziki. Ni kwa kosa la kwenda kutafuta kipato chake. Kumbuka wasanii walikuwa kwenye majukwaa ya siasa, walikuwa wanalipwa. Huo ndio kweli, mimi najua walikuwa wanalipwa. Hamna msanii ambaye alikuwa afanya kazi bure. Kwa hiyo maana yake ameenda kujitafutia riziki, sisi tunamwadhibu kwa sababu anaenda kutafuta riziki yake. Lakini pia msanii anayo haki ya kuchagua chama, kama nilivyomtaja hapa Sugu. Sugu ni msanii, lakini amechagua chama ambacho anakifanyia kazi. Nay tena Nay wa Mitego, naomba roho usikae kimya. Nay ni msanii na ni kijana wangu. Yeye mwenyewe atathubutu kabisa au atakiri kabisa mimi ni mmoja kati ya watu nimemjenga Nay kuanzia anaanza kwenye muziki. Lakini hata alivyoamua kwenda kuchagua site au side ya chama, tulikaa tukaongea mimi na Nay. Nikamwambia Nay, mimi nikifanya muziki na focus na muziki. Akaniambia bro, naelewa, lakini mimi niruhusu nifanye itikadi zangu kwenye chama kingine. Nikamwambia sawa. Nay sijawahi kumvunjia heshima, sijawahi kumnyima platform. Tena nakumbuka hata mwaka 2022 tulipata nafasi ya kufanya kampeni ya kuhamasisha watu kuchanja baada ya ile janga la COVID, na one of my taasisi ilipewa hiyo kazi. Nikiamini Nay ni mtu ambaye ana sikio kubwa kwa wananchi chini, nilimfuata Nay nikamwambia kuna kazi hapa ya kampeni ya watu kuchanja. Nay akaniambia bwana, mimi sidhani kama nitaruhusiwa kwa sababu mimi itikadi zangu, na hiyo ni kampeni ambayo iko chini ya Wizara ya Afya. Wizara ya Afya ni serikali, sidhani kama nitaruhusiwa. Nay nikamwambia hili ni jambo la kitaifa, halina chama, na mimi nitasimama kuwaelekeza wahusika wasichanganye mambo ya siasa na mambo ya kitaifa. Which is Nay, unakumbuka hii event ulizunguka katika hiyo tour nchi nzima, shughuli ya Wizara ya Afya, shughuli ya kiserikali, na wewe ulipanda kwenye hiyo stage kwa sababu muziki ulikuwa umesimama kama muziki kwa ajili ya kuelimisha wananchi wakachanja. Tuheshimu muziki, ubaki kuwa muziki, tuweke itikadi zetu pembeni, tuhakikishe muziki unasimama kama muziki, tuhakikishe wasanii wetu wanafanya kazi kama wasanii, wawe free, wawe huru, wachague chama chao, tusiwapangie. Wakiwa kazini tusiwapangie kazi gani wafanye. Kwa hapa na nikiangalia kwa kina nahisi kama tumewaadhibu kwa sababu wamesimama kwenye majukwaa ya chama. Guys, mimi nilikuwa ni mmoja kati ya watu ambao nimeshirikiana nao wasanii kwenye hizo shughuli za kichama. Boda wengi mlikuwa mnakusanya watu kuja kwenye hiyo mikutano. Vipi na nyinyi tuwafungie? Mlikuwa mnachukua watu mnapeleka kwenye hivyo viwanja. Tunajua kuna vyombo vya usafiri vya anga vimebeba watu pamoja na wasanii waende kwenye hiyo mikutano. Vipi na nyinyi tuwafungie? Wako mama ntilie walitengeneza vyakula huko mikoani, na wenyewe tuwafungie? Kwa kifupi, naona kabisa kuna dhamira nyingine ambayo hatuioni ya kutaka kuua muziki wa Tanzania bila sababu yote. Kama ni issue ya chama, hii ni chama, wamelipwa, wamefanya kazi kama watu wengine wote, tumalize, tuendelee shughuli zetu. Na kwa kifupi, huu sio mwaka wa kwanza wasanii kushiriki kwenye shughuli za chama. Mtashangaa kwa nini mwaka huu imekuwa ni kesi mpaka mnawaadhibu, na haitakuwa mwisho, kwa sababu tukubaliane kabisa kwamba siasa ndio. Kuna wakati naamini wadogo zangu wanakosea, wanateleza. Tukiri kabisa kuna wakati wana maneno ya kukera kidogo, na kuna wakati wanapitiliza. Naamini kibinadamu ni vizuri kukiri. Mimi kama kaka, kama mshikadau wa sanaa, na waombea radhi kwa niaba yao ili kiwanda kiendelee kusonga mbele. Adhabu tutakayotoa ina madhara mengi makubwa, ndio maana natoka mbele yenu kuwaomba radhi kwa yale maneno kadhaa ambayo yalitoka, ambayo yaliwakera. Na naamini kabisa tukubaliane kwamba adhabu hii inaweza kukugusa hata wewe ambao unaiendesha sasa hivi hii movement. Kwa sababu tuangalie tu kwa kawaida, msanii kama Shilole tumemchomea eneo lake na tumembani muziki wake. Hebu niambie vijana wangapi wamekosa ajira
kwenye ile restaurant ya Shilole sio chini ya 200. Au madogo movement zao ya income yao inaweza kaa inazunguka nafika mpaka kwako. At the same time bado kuna watu wengine tumewanyima nafasi kwenye production kama nilivyoongelea huko awali. Mtu kama Diamond ndio inaweza kana ametukera au anatukera, lakini Diamond ni kweli tunataka tumuue kabisa asiwepo katika industry? Tujiulize, ni kweli tunataka tumuue Diamond? Diamond ambaye ametusaidia kumleta mtoto wa Uswahilini Konde, Diamond ambaye amemleta Rayvanny, Diamond amemleta Zuchu, Diamond ameleta Lavalava. Hao wote ni watoto wa Kiswahili maskini wenzake, amewashika mkono kuwaleta juu. Diamond huyu mwenye media house ambaye ameajiri vijana pale zaidi ya 500. Kwa hiyo naomba radhi kwa yale machache ambayo yanawakera, ili kiwanda kiendelee. Kiwanda kiendelee kuzalisha, kiwanda kiendelee kutoa nafasi